from 23rd to 27th this month. The legislative summit will be meeting in Mombasa. The members of the Council Assembly, all members are invited. The Office of the Clerk in the process of bearing the logistics. Next order. Fourth order, petitions. Fifth order, papers. Next order. Sixth order, notice of motion. Next order. Seventh order, statements. Thank you, Mr. Speaker, sir. Vetted by the PFM Act 2012, Section 108, subsection 1, which states that a county government may, with the approval of its county assembly, divert from the financial objectives in the relevant county physical strategy paper, but only at temporary basis and only if that diversion is required because of a major natural disaster or some other significant unforeseen event. I seek to know from the Chair of Finance, Budget and Appropriation Committee on the following issues. 1. Utilization of Disaster Management Fund for the financial year 2014-2015 and 2015-2016. 2. The budget of the Disaster Management Fund for the financial year 2014-2015 and 2015-2016 supported with documentary evidence, example, voters, receipts, photographs, and etc. Thank you, Mr. Speaker. We go to record. I think Honorable Hadija on the second statement, it should be the balance, not the package. She said the balance of the disaster management, but she said the package. So it should be the balance of the disaster management. Thank you, Mr. Speaker. Very happy, and I really want to congratulate my colleague Honorable Hadija to bring such an important statement. And I would like to urge, as she indicates here, that the response should come with supported documentary evidence. Because, Mr. Speaker, most of the time when the response comes before this House, it's just one single paper explaining maybe 100 things, but whatever it has been explained in that paper, it is not there to be seen. So, Mr. Speaker, I would like your Chair to give a very strong directive on this response, that when someone brought a response here, it should be attached with the evidence, so that we will be able to know exactly what have happened and what is happening, Mr. Speaker. Otherwise, it is a very good statement, and we are looking forward to hear from the Mpa kongole Mheshimiwa Hadija kwa kuleta swala muhimu sana katika bunge hili. Mheshimiwa Spika, nitaongeza kwa kumsaidia mwenzangu kuuliza maswali kadhaa. Kwamba Mheshimiwa Spika, wakati mwenyekiti wa kamati hii atakapokuwa kuleta majibu, tungependa Mheshimiwa Spika, kama vile mwenzangu amesema angependa kujua pesa hizo ni ngapi na zilitumika vipi, na ikiwa zitajibiwa zikiwa na stakabadhi za kuonyesha vile pesa hizo zilitumika. Mheshimiwa Spika, kama desturi ambayo imekuwa ikifanyika na wenzetu kutoka pande ile nyingine ya serikali, ya kwamba maswali yakiulizwa Mheshimiwa Spika, ile karatasi inaletwa hapa ama yale majibu yanaletwa hapa, ukiitana kesho yanakuja majibu mengine Mheshimiwa Spika. Na tuliona hiyo wakati tukikaa kama kamati ya agriculture
wiki iliyopita wakati tuliletewa stakabadhi kutoka kwa kamati ya tenda, wakaleta documents, director alipokuja akaleta nyingine, na alipokuja mwingine akaziruka hizo zote mbili. Mheshimiwa Spika, tungependa kumhimiza mwenyekiti wakati atakapopewa majibu ahakikishe ni majibu ambayo ni official na hayataweza kupeperuka katika bunge hili. Asante Mheshimiwa Spika. Arm of the government to shift money that have been set to do certain projects to some other projects of their own wish. That is violation of the law, because they are not supposed to do that unless the county assembly has approved. So, Mr. Speaker, as the chairman answers to this question, I also wish him to note that we want to know from 2013, 2014, 2015, 2016, we want to know, we want to see all the projects that have been shifted from what they were meant to be to some other things without the county assembly approval. Thank you, Mr. Speaker. Asante Mheshimiwa Spika. Pia naomba hongera Mheshimiwa Alija kuleta hili hoja. Mheshimiwa Spika, naona hapa Mheshimiwa Alija ametuambia kwamba hizi pesa zilipangiwa tangu mwaka 2014, 15 na 16. Mheshimiwa Spika, ningetaka hiyo ripoti ikifika hapa tujue ni majanga mangapi tumeyapata katika Lamu County na yametumia pesa ngapi, kama vile Mheshimiwa Alija amesema, na isiwe zinategewa pesa Mheshimiwa Spika na hatuna majanga yanayotokea katika Lamu County yetu. Hizo pesa zinawekwa kwa mifuko ya watu ama inawekwa katika njia zingine za kichochoro. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, naomba kama mwenyekiti wa budget atakavyoleta ripoti, atuleteni majanga mangapi imetokea katika Lamu County yetu na imetokea pande gani, tusije tukadanganywa na executive. Asante sana Mheshimiwa. Mr. Speaker, sir, before I respond, I want also to add that in the budget, in the year 2014, 2015, 2016, respectively, we allocated 31 million and 17 million, respectively, for the two financial years. So when the response, which I will definitely give, it should include, the mover of the statement should also realize that I'm confirming that we had allocated 31 and 17 million respectively for the two financial years. Mr. Speaker, sir, I would like to have 2 weeks to respond of the question raised by Honorable Alija. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mimi naona 2 weeks ni kwa sababu kuna zingine za kutoka 2013, 2014 ni miaka mingi imepita na miezi. Sasa kama hii ya 2016 kwa bado, lakini hizo zingine sio ripoti inatapeleka. Because the nature of the question requires a lot of research, a lot of consultation, and also the chairman should own the response when he comes with that response. So it includes it okay. I'd like to know from Department of Education, Gender, Youth, Affairs, Sport and Social Services. The following. Mr. Speaker, sir, Public Finance Act, Section 110, Subsection 1, Section 11, 111, Section 2, Section 114, Subsection 1, 115, Subsection 1, explaining clearly how the emergency funds is supposed to be administered, utilized, reported and approved by the Assembly. Mr. Speaker, sir, vote number 2810-205 in financial year 2014-2015, emergency fund amounting to 500,000
Kenya shillings was allocated to the Department of Education, Gender, Youth Affairs and Sport and Social Service as per the response received on 12 May 2016 from the Chief Officer of Education, Gender, Youth Affairs, Sport and Social Service. The fund in question has been utilized for sports and youth development and social service. Mr. Speaker, I seek to know the following from the Chair of Education, Culture, Social and Welfare Committee. One, what was the procedure followed on the process of utilizing the fund? Second, who approved the expenditure? Third, did the Department of Education, Gender, Youth Affairs, Sport and Social Service submitted report of the Assembly for approval as required by the PFM Act? Fourth, who authorized the expenditure of the fund? Fifth, was the fund used as a mandate towards sport, youth and social service activity? Thank you, Mr. Speaker. You want to respond? It's very sad that we have such a statement which would conduct sort of a very strong allegation on this document. Mr. Speaker, if these funds were used without this procedure, that means it's a very big mistake that the docket, either the CEC or the chief officer, has conducted their business in a wrong manner. Mr. Speaker, I think we all remember sometime 1 month ago of the statement I raised here regarding the bursary issue, and all other members require the same in their work. Mr. Speaker, I managed to bring forward the valid and tangible evidence before this House to show clearly that this document, it has a lot of corruption, or they conduct their business in a wrong manner, Mr. Speaker. Yet until today, if I'm not wrong, the CEC, when he appeared before the committee, himself, he said that he's going to prepare the report, because he just came here with one report. He's going to prepare the rest of the report, then come again before the committee. But only that day, Mr. Speaker, I could manage to show my colleagues, members, very clear evidence that this document, what they are doing, is totally wrong. But I don't know what is happening, Mr. Speaker. Yet today to see this kind of statement, and it is very clearly, I believe that the Honorable Member, Mr. Kimani, would not raise such a statement if he has not yet done his research. If these people have used these funds without the approval of this House, it is our duty to approve such a fund. That means this document, Mr. Speaker, has no respect, and they don't respect the Constitution and the relevant law which is standing, before them. So, Mr. Speaker, I would like to urge this statement to be responded in a very proper manner. And this time, I urge my honorable members, colleagues, that we should start very serious, because this document, it seems that it has a lot of more problems than what we are thinking. So, through you, to look at this matter in a different angle and make sure that we are going to do the right procedure or the right way in dealing with certain issues. Otherwise, Mr. Speaker, we will be here not representing our people as we have required by the law, and I think it is very shameful for such a doctor to do such a thing. So I'm very happy with this statement, but I want us to have a very serious follow-up so that we will be able to know where this money goes, because this has been a habit of this local. They always confuse their funds, they go and do their own private parties, they go and do their own private business, and this is what has happened. And we all have seen everywhere. Even the citizens of Lamu County, they are really complaining about this local. So, Mr. Speaker,
Thank you very much. I want us to look on a very serious note on this officer. So we love to touch on that. And to add on that, I would like the chairperson to seek more information on the bursary. The last time I checked, we passed bursary fund of 50 million, that's 5 million per ward. From my ward, when I went through the papers, the documents, to see how the bursary was distributed and see whether the amount of money that's supposed to be given to Honorable Jomo, your input into this statement has no relevance, despite the fact that we are talking about the 10 docket, but the core issue here is the utilization of funds meant for emergency, and that money was not properly utilized. So I thought you said you can add on such a statement, Mr. Speaker, sir. Mambo ya kushangaza sana na ya kuhuzunisha sana katika serikali yetu ya kaunti ya Lamu. Mheshimiwa Spika, kama vile tunajua katika katiba kuna ugawaji wa mamlaka, na nyumba hii ambayo ni kaunti ya serikali ya Lamu tumepewa uwezo wa kupitisha pesa kulingana na mikakati fulani ambayo kwa kimombo wanaita policies. Mheshimiwa Spika, jambo la kustaajabisha sana wakati tunapoona ya kwamba kuna pesa ambazo zinaitwa emergency fund katika Wizara ya Elimu, Mheshimiwa Spika, na zinatumika katika michezo ya vijana. Mheshimiwa Spika, hata wananchi wakisikia sisi tumetenga pesa za emergency zinaenda kufanya michezo, tutaonekana kama hatujui kazi yetu ama. Naona si haki kuia sawa kabla hujapata maneno pengine kutumika mvua ilinyesha, uwanja mpira vikaharibika, kungoja na nini kabla hapo. Asante Mheshimiwa Spika, lakini Mheshimiwa Spika, mimi sijasema pesa zimetumiwa vibaya. Nimesema pesa za emergency. Zimetumiwa kimchezo. Kwa michezo ya vijana. Nasoma kwa Kiswahili na tafsiri kwa Kiswahili tu. Sports yaitwaje kwa Kiswahili, Mheshimiwa Spika? That is michezo, sio? Facility ya sports. Asante Mheshimiwa Spika, lakini natumai bunge hili limenielewa na maanisha nini. Mheshimiwa Spika, jambo la kustaajabisha zaidi ni kwamba katika ugawaji wa mamlaka, kama vile nimerudia kusema, katiba inasema zipitishwe na bunge. Na mimi sielewi Mheshimiwa Spika kuna shida gani, kwa sababu ni kama ambaye nyumba hii sisi tunachukuliwa watu wa mizaha. Jambo hili kupitishwa katika nyumba hii ni pesa za umma na zinaweza kutumika bila sheria ama miundo mwafaka. Mheshimiwa Spika, ningemwomba mwenyekiti wa elimu hakikisha kwamba, na hii pia Mheshimiwa Spika inakulenga kwa sababu wakati wewe kama kiongozi wa nyumba hii unaongoza nyumba ambayo haipewi heshima, tumekosewa heshima sote Mheshimiwa Spika. Na heshima ni kwamba Mheshimiwa Spika, kama sisi tumepitisha sheria na sheria ni lazima ifuatwe. Ikiwa sheria ni kwamba pesa zisitumike kabla ya kupitishwa katika bunge hili, pesa hazifai kutumika Mheshimiwa Spika. Na sielewi ni kwa nini pesa zitaweza kutumika na bunge liko wazi kulingana na kalenda ya bunge, na tusiletewe yale mambo ambayo tunafaa kupitisha Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo mwenyekiti, najua ni mpya katika ofisi ya elimu Mheshimiwa Spika, lakini aweze kuzingatia mambo haya kwa njia ambayo Mheshimiwa Spika, naomba mwenyekiti mdogo anisikize. Sisi tungependa heshima ya nyumba hii isimame, na tungependa sheria tunazopitisha zitiliwe mkazo Mheshimiwa Spika. Ndio maana tukipitisha mambo katika bunge hili watu wanaenda kotini. Na katika ugawaji wa mamlaka Mheshimiwa Spika inasema bunge hili lina uwezo sawa sawa na High Court Mheshimiwa Spika. Na mimi naona ajabu sisi tunaenda kotini kumuuliza
muuliza jaji mbona alifunga fulani. Leo sisi tunaweza kuulizwa mbona tuliamua kitu fulani na sheria imetukubalia. Kwa hivyo mimi ningependa Mheshimiwa Spika, hadhi ya nyumba hii ipewe. Na hawa wenzetu ambao ni executive, kwa Kiswahili sijui waivaje, waweze kufuata sheria kulingamana na vile zinavyostahili. Sisi hatujaenda kusimamia miradi mfano. Hatujaenda kufuata pesa hizi, kwa nini mmefanya hivi na tumepitisha. Sisi tunafuata pesa zetu zisifujwe, pesa zisitumike bila sheria, na ndio manake maswali kama haya yanakuja katika bunge. Na tunajua pesa za umma, Mheshimiwa Spika, sisi tuna majukumu tumepewa na wananchi kuhakikisha pesa zetu hazisopotea. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, naona kuna michezo inaendelea na ni muhimu tuweze kusimama kidete kupigania hadhi ya nyumba hii na pesa za wananchi zisifujwe bure. Asante Mheshimiwa Spika. Wiki mbili kujibu swali hilo kwa sababu nataka uchunguzi wa kutosha na vile members walivyokuwa wakizungumza, na pia budget committee ambayo sisi tunahusika tuko katika harakati za budget. Kwa hivyo ningeomba wiki mbili tuweze kujibu maswali haya au jambo hili kwa kina. Kwa niaba ya budget au kwa niaba ya mimi mheshimiwa pia ni mwenyekiti mdogo wa idara ya elimu. Arise to respond to the statement raised by Honorable MC Athman Amin during plenary held on 5th May 2016, who sought to know on the following. How was the emergency fund utilized in the financial year 2014-2015 and financial year 2015-2016 as at 30th of April 2016? Number two, what are the balances for the emergency fund for both years supported by documentary evidence, e.g. bank statement? Three, if any expenditure payment was made, was the approval of the county assembly sought as stipulated by section 114 part 1 of the Public Finance Management Act 2012. Copies of reports submitted to the Auditor General for the same 2 financial years in accordance with section 115 section 1 and 2 of the Public Finance Management Act 2012. Mr. Speaker, sir, I seek to reply as follows. 1. The county government did not have the emergency fund in the 2014-2015 financial year. The county government factored in the budget for 2015-16 shillings 5 million for the emergency fund, and no expenditure has been incurred as at 30th April 2016. However, the county treasury did not factor an emergency fund in the supplementary budget 2015-2016 vote 2026-40203 amounting to Kenya shilling 6.331640 million. Mr. Speaker, this was a response from the member of finance, and what the members wanted to know was how the emergency fund was utilized, 5 million. So it is very clear that they did not utilize any fund. So we have evidence from the bank statement that is showing 0, that the money is still intact. However, from other members, it has come to light that it was not only 5 million, but there was also an allocation of 2016, 2014, 2015, 2016 of 6 million, which was not accounted for. Therefore, Mr. Speaker, with your guidance,
This Point of question, order, to understand, you just say that the response is that there was no money allocated for emergency fund, and then at the end you read that the money is eaten for 30 million was not utilized. We would like to understand which is which. I want to get the last bit. What was the confusion? Katika majibu yako umesema Hakukuwa na mgao wa pesa za emergency katika mwaka 2014 na 2015. Kwa hiyo hakukuwa na pesa zote zilizotumika, na ukahakikishia bunge hili ni kweli kwa sababu umeona statement. Kisha anasema kwa kuwa mwisho wa maneno yako asema kwa kuwa kulikuwa pesa lakini hazikutumika. Mr. Speaker, I read very clearly that the county government factored in the budget for 2015-2016 5 million. So that was factored. Now, Mr. Speaker, the arise from the response, some members have asked, there is apart from the 6 million, when this response was raised, some members, and I confirmed with the office that there were two allocations in the financial year 14-15, 15-16, but there was another allocation of 6 million, which was not accounted for. So, Mr. Speaker, I want the office of the clerk to now take it up, the other one, the other 6 million, so that we can get the answer for that one. To ask the question. The question to be asked to you. I think Mr. Speaker, I've already been asked, and I'm saying the clerk should write so that I can give the right answer. Still, that response is contradictory, Mr. Speaker. Where did the 6 million come from? Was it budgeted 2015-2016 or 2014-2015, Mr. Speaker? And my very able chair, I think he should be having those answers. And if not, he should tell us on behalf of my colleague here, Honorable Amin, we would like to know as an assembly that the 6 billion, how was it utilized, and which year was it budgeted, and was it approved by this assembly? Thank you. Motion that the Lamu County Economic Development Corporation Bill 2016 be now read at that time. That the Lamu County Economic Development Corporation Bill 2016 be read the third time. I request Honorable Jomo to second. the question. That the Lamu County Economic Development Corporation Bill 2016 be now read. I now propose the question that Lamu County Economic Development Corporation Bill be approved. Will as many as of that opinion say aye? Aye. And as many as of opinion say aye? Ayes have it.
KC